Karibu sana mtazamaji wetu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema serikali yake iko tayari mara moja kuwapokea mateka wote waliokuwa wakishikiliwa na kundi la Hamas, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa hivi karibuni. Taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu imesema Netanyahu amezungumza na Gal Hirshchi, mratibu wa serikali ya Israel anayehusika na uratibu wa shughuli za kuwapokea mateka. Kupitia mazungumzo hayo, Netanyahu alisisitiza kuwa Israel imejiandaa kikamilifu na iko tayari kupokea mara moja mateka wetu wote waliotekwa. Hata hivyo, mpaka sasa hakuna muda maalum uliotangazwa wa kuachiwa kwa mateka hao, japokuwa Hamas ina hadi saa 6 mchana kwa saa za huko, saa 4 asubuhi kwa saa za Uingereza siku ya Jumatatu kutekeleza jukumu hilo kulingana na masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Serikali ya Israel imeweka timu maalum za usalama, afya na huduma za kisaikolojia katika vituo vya kijeshi na hospitali kadhaa tayari kwa ajili ya kuwapokea na kuwahudumia mateka hao watakapoletwa nchini. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa mateka 20 bado wanashikiliwa na Hamas, huku wengine waliokuwa wameuawa wakitarajiwa kurejeshwa wakiwa kwenye majeneza kwa ajili ya utambuzi wa miili yao katika taasisi za uchunguzi wa maiti. Wakati huo huo, duru za kidiplomasia zinasema maandalizi ya mwisho yanaendelea kufanyika katika mpaka wa Rafah na maeneo mengine ya mpito ambako uwezekano wa makabidhiano unaweza kutokea kabla ya muda wa mwisho kuisha. Netanyahu ameendelea kusisitiza kuwa licha ya makubaliano hayo, Israel bado ina haki ya kujilinda na serikali yake haitasita kuchukua hatua endapo masharti ya mkataba huo yatakiukwa na upande wa Hamas. Mtazamaji, kwa taarifa zote ambazo zinajiri huko katika ukanda Mashariki ya Kati ambapo mateka kesho wanakwenda kuachiliwa, ikiwa ni taarifa kubwa sana duniani ambayo itakwenda kutazama na mamia na maelfu, malaki na mamilioni ya watu duniani, basi usikose uondo huo kesho hapa katika channel yetu pendwa kabisa kwa kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kwa comment pamoja na kushare.